Kama usiku unaamka mara 3 mpaka mara 4 kukojoa usiku, ndugu yangu, hiyo ni red flag. Hapo unapewa taarifa kwamba kuna jambo ndani ya mwili wako hapako sawa. Kuna jambo, kuna ugonjwa, kuna maambukizi ambayo utakuwa nayo ambayo yanaashiria, yanaanza kukupa indication. Ni indicator moja kwa moja kwamba unatakiwa ukachunguze. Sasa hapa nitakuletea sababu zinazopelekea ile hali ya kuweza kukojoa usiku mara kwa mara. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama utakuwa na changamoto yote, basi hapa ndo sehemu sahihi. Utaendelea kujifunza na utaweza kupata namna ya kuondokana na changamoto hiyo bure kabisa. Sasa sababu namba 1 ambayo inasababisha kukojoa sana usiku, usiku unakojoa mara 3 mpaka mara 4 unakojoa sana. Sababu namba 1 inayopelekea changamoto hiyo ni hii hapa: kunywa maji mengi au kunywa vinywaji vingi usiku. Ndugu yangu, usiku unapokuwa unaelekea kulala, ukinywa vinywaji vingi, hakikisha basi moja kwa moja jua kwamba utakojoa mara kwa mara, kwa sababu utahitaji kuondoa yale maji, kwa sababu figo inachuja yale maji. Kwa hiyo huenda ukakojoa mara kwa mara. Kwa hiyo ukiona unakojoa mara kwa mara, jiulize, umekunywa vinywaji vingi? Kama umekunywa vinywaji mingi, basi hiyo ndo sababu kubwa. Ndio maana pia tumekuwa tukiwaambieni kwamba ili uweze kupata usingizi mzuri, hakikisha unatumia vinywaji kwa uchache. Vinywaji wakati wa usiku unatumia kwa uchache, au unatumia mara moja alafu baadaye unaachana navyo kabisa. Au usitumie vinywaji mara tu baada ya kutaka kwenda kulala. Kwa hiyo unapokunywa maji mengi, zemeni causative ya wewe kukojoa mara kwa mara. Lakini namba 2 tunasema ni changamoto ya tezi dume. Hii ni kwa upande wa wanaume peke yake. Kama una changamoto ya tezi dume, mara nyingi tumekuwa tukitegemea changamoto hii tuikute kwa wazee ambao ni zaidi ya miaka 40, lakini pia sasa hivi hata chini ya miaka 40 watu wana changamoto ya tezi dume kutokana na lifetime. Na kama una changamoto ya tezi dume, utaniandikia neno tezi dume hapo chini kwenye comment ili na mimi niweze kuona namna ya kuweza kukusaidia. Kinachotokea ni kwamba tezi inapovimba, mtu yeyote, mwanaume yeyote ana tezi, na tezi ina kazi yake kubwa ambayo tumeshaielezea kwenye video ambazo zimepita. Kwa hiyo ikitokea tezi yako imevimba, imeongezeka, ndio maana ukija unasema na tezi dume, utakuuliza imevimba sentimita ngapi? Tukipima tutajua ni sentimita ngapi. Ile tezi ikishavimba huwa inakandamiza kile kibofu. Sasa ikishakandamiza kile kibofu, kwa hiyo unajua kile kipejo cha kibofu kinapungua. Sasa kikishapungua, ina maana hakiwezi kutunza mkojo kwa muda mrefu. Ndio maana wengi wanapata changamoto ya kukojoa mara kwa mara. Na utajuaje unakojoa unajuaje una tezi dume? Cha kwanza ni kukojoa mara nyingi usiku. Hizo ni first symptoms. Lakini namba 2 tunasema ni mkojo kutoka polepole. Mkojo unatoka polepole. Kama ulikuwa unatoka kwa umbali, unatoka polepole. Kama ulikuwa unakojoa chini, wale tunaokojoa tunao pengine unakuta ulikuwa unatembea huko, umeenda kukojoa sehemu, unakojoa mkojo kabisa unachimba. Sasa hivi unakuwa uwezi kuchimba kwa sababu utoki kwa pressure ile. Namba 3 ni kuhisi kimkojo kwenye kibofu haujaisha, bado umo kwenye mkojo kwenye kibofu. Hiyo ni dalili nyingine ya tezi dume. Lakini ya mwisho ni kukojoa damu. Mara nyingi ile ikiongezeka huwa inapasua baadhi ya vein zinazopatikana kwenye kibofu. Kwa hiyo inasababisha kukojoa damu. Kwa hiyo ndio sababu ya kwanza inayosababisha kukojoa zaidi usiku. Lakini namba 2 ni kisukari. Watu wenye changamoto ya kisukari, diabetic, moja kwa moja ukojoa mara kwa mara. Ni kwa nini wanakojoa mara kwa mara? Kwa sababu mwili unajaribu kuondoa sukari kwa njia ya nini? Kwa njia ya mkojo. Kwa sababu una kisukari, imeongezeka sukari nyingi kwenye damu. Na kama una changamoto ya kisukari, nishasema kama bila kutibu kongosho huwezi kuondokana na changamoto ya kisukari. Kwa hiyo hakikisha unapata tiba ya kuondoa nini? Ya kutibu kongosho. Utaona hata sukari yako itakavyoisha, kwa sababu kongosho ndio inazalisha insulin. Ndio inazalisha beta cell. Kwa hiyo unapokuwa na kisukari, unapokojoa mara kwa mara usiku, unaamka mara 3, mara 4, mara 5, sawa, inasababisha changamoto ya kisukari, na changamoto ya kukojoa mara kwa mara. Lakini namba 3 ni kunywa maji mengi kabla ya kulala. Nishaelezea maji mengi, kwa vinywaji vyote, hata pombe kabla ya kulala. Hiyo ni changamoto kubwa. Ni maambukizi kwenye njia ya mkojo, UTI, urinary tract infection. UTI inasababisha kukojoa mara kwa mara. Sawa, unapokuwa na maambukizi, na maana unajaribu kufresh. Ndio maana nimekuwa nikiwaambieni kwamba unapokuwa na UTI pia, ukiwa na UTI na kurudia mara kwa mara, ujiulize unakunywa maji ya kutosha, kwa sababu unapokunywa hii kitu ya kutosha, huwa unakojoa mara kwa mara. Ukikojoa mara kwa mara, hii huwa ina flash.
Ukikojoa mara kwa mara, yale maji huwa yanaflash wale bakteria E. coli ambao unawapata kwa sababu UTI inasababishwa na E. coli. Sawa, kabla ya kuanza kulialia mbona mimi bakteria kwangu haishi, jiulize unakunywa maji ya kutosha? Unapokuwa unakojoa unakuwa unawapush, wanatoka. Ndio maana mara nyingi tunahitaji utumie vitu vya kunywa vingi ili uweze kukojoa mara kwa mara, uweze kuwapush kuondoa. Kwa hiyo ndugu yangu, kama unapitia changamoto hiyo, basi hakikisha unatumia maji mengi. Sawa, maambukizi ya njia kwenye mkojo, ukiona unakojoa mara kwa mara, hiyo ni UTI. Kukojoa mara nyingi, maumivu wakati wa kukojoa, unahisi kama kukojoa mara kwa mara, lakini pia unakusikia mkojo wako kama vile unachoma choma. Ukiona hali hiyo tu, ndugu yangu, hakikisha unaenda kuchunguza. Hiyo ni first sign, hiyo ni red flag inayokuonesha kwamba tayari una UTI. Lakini matatizo ya figo na moyo, wakati mwingine kukojoa usiku huwa ni kuhusiana na matatizo ya figo na chronic kidney disease. Sawa? Changamoto ya figo ipo pale kwa ajili ya kuchuja maji. Sawa? Sasa wewe kuchuja maji ikitokea imeathirika, kitu kinachochuja kimeathirika, kinachotokea ni nini? Sitakojoa mara kwa mara. Ni sawa na vile vichujio. Tuchukulie mfano wa kawaida. Unajua kuna vitu vingine kwenye afya wengi tunashindwa kuelewana kwa sababu tunashindwa kurudisha vitu kwenye hali ya kawaida. Sawa? Hali ya kawaida, kwa mfano kichujio. Ile chujio ikitokea imeharibika, nini kinachotokea? Si maji yatapita mengi. Kwa sababu chujio ikishachuja kama chai, inabidi yale majani yabaki juu, uchafu ubaki juu. Sasa kama imeharibika, ndio maana hata wenye changamoto ya kisukari, unapokuwa kisukari huo unaharibu ile glomeruli. Glomeruli ni vichujio. Sawa, glomeruli ni vichujio vinavyopatikana kwenye figo. Ikitokea glomeruli imeharibika, moja kwa moja nini kinachotokea? Moja kwa moja utakojoa mara kwa mara. Kwa hiyo unapokuwa unakojoa mara kwa mara, hakikisha unaenda kutafuta suluhisho. Sawa. Sasa nini unachotakiwa kufanya? Kama unakojoa mara kwa mara usiku, nini unachotakiwa kufanya? Cha kwanza, punguza kunywa maji mengi, masaa 2 mpaka 3 kabla ya kula. Watu wengi unakuta yupo anaendelea kunywa tu maji mengi, kahawa, pombe. Hatari hiyo, itasababisha ukojoe mara kwa mara. Lakini namba 2, epuka kahawa na soda usiku, epuka kabisa kuzitumia usiku, ni hatari. Na pombe iongeze pale. Lakini namba 3, kama tatizo linaendelea, hakikisha unaenda kufanya vipimo vya figo, tezi dume, UTI, kisukari. Hiyo itaweza, tukijua changamoto inayokutesa ni rahisi sana. Sawa. Kwa hiyo kama unapitia hiyo hali, basi tuwasiliane. Una tezi dume, tuwasiliane. Kama umeshawahi kupima una tezi dume, tuwasiliane. Kisukari, hakikisha unatafuta suluhisho na ushauri namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie hapo chini kwenye comment changamoto gani ya kiafya inayokutesa ili tuweze kukupa msaada zaidi. Share na wenzako ili waweze kujifunza zaidi. Karibu na Mungu akubariki.